nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب النار. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ambavyo nastahiki kuihusia nafsi yangu dhaif katika jambo zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumwogopa Allah subhanahu, maana yake ni kutafuta kila sababu ambayo itamlinda mwanadamu kufikwa na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana neno hili la uchamungu limeitwa kwa jina la at-taqwa. Taqwa inatokana na alwiqaya. Wiqaya maana yake ni kutafuta kinga, ni kutafuta ulinzi. Na mwanadamu akiambiwa ittaqillaha, mche Mungu wewe, maana yake anaambiwa tafuta kila sababu ambayo itakulinda, itakuondosha, itakuweka mbali kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana ucha Mungu. Na ndani yake hapo patakusanywa aina mbili za matendo. Utajilinda na adhabu za Allah kwa kufanya ulioamrishwa uyafanye, na utajilinda na adhabu za Allah kwa kuacha kila ambalo umekatazwa kulifanya. Walihadha, katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittaqullaha waltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ndani ya aya moja Allah subhanahu wa ta'ala anarudia mara mbili juu ya jambo hili, na katikati yake anatuambia waltandur nafsum ma qaddamat lighad. Iangalie kila nafsi inatanguliza nini kwa ajili ya kesho. Haya unayoyatanguliza ndiyo imma yawe sababu ya kukulinda wewe kutokana na hizo adhabu za Allah, au ni sababu ya kukuteketeza wewe katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukielewana hapo, nitapenda leo katika khutba yetu hii, katika muda mfupi huu, tutajiane sababu miongoni mwa sababu ambazo kuzifanya kwetu itakuwa ni sababu ya kujilinda na hizo adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa asilimia kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema falaqtahama al-aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqabatin au it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman dha maqrabatin au miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhamah ulaika ashabul maimana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupima viwango vya imani, anatupima viwango vya uchamungu kwa kututamkia maneno mazito sana. Maneno haya yanapotamkwa na mwenye nguvu,
huwa yanabeba maana kubwa tofauti yanapotamkwa na mtu dhaifu. Mtu mwenye nguvu akikwambia kama wewe mwanamume kweli, beba mzigo huo, neno hili linakuwa ni zito tofauti na anapokuja mtu dhaifu akakwambia kama wewe mwanamume kweli, beba mzigo huo. Kwa sababu dhaifu kwa nguvu zake chache alizonazo anaweza akakiona kitu hicho ni kizito, kisha akakwambia wewe kama wewe mwanamume kweli, beba huo. Wewe ukinyanyua unakiona ni chepesi tu, kwa udhaifu wake alikiona ni kizito. Lakini maneno haya akikwambia yule ambaye anasifika kwa nguvu, kama wewe ni mwanamume kweli, nyanyua hilo, yeye lishamshinda. Sasa nakupima na wewe, kama wewe mwanamume, nyanyua hilo. Ukifahamu mfano huu kibinadamu, lete taswira kwenye maneno ya Allah subhana anaposema falaqtahamal aqaba. Hebu wajitokeze wanaume tuwaone wakikiuke kile kizingiti kizito cha kuwavusha watu kutoka katika adhabu kuwapeleka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kana kwamba tumepewa mtihani, mwanamume kweli avuke hapo, kimewekwa kizingiti hivi. Wajaribu watu kuchupa washindwe, wajaribu kuchupa washindwe, kwa sababu ya uzito wa kile kizuizi. Maneno haya anayasema Allah kwamba hili jambo ni zito, amefikia kuliita kuwa al-aqaba, kikwazo cha kuwapeleka watu peponi, kikwazo cha kuzuia watu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kikwazo hicho ndugu zangu ni gani? Kizingiti hicho ndugu zangu ni nini? Wama adraka mal aqabatu. Mwenyezi Mungu anauliza, nini wewe kitakujulisha ni kipi hicho kizingiti kizito unachotakiwa kukivuka wewe, ili ukivuke ufanikiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi jambo la kwanza kabisa, fakku raqabatin. Kama kuna mtu anamiliki nafsi kama yeye, nafsi ya kibinadamu kama yeye, akafika kusema kuwa huyu ni mtumwa wangu, jambo hilo Mwenyezi Mungu alikuwa halipendi wala haliridhii, akaliwekea kila aina ya vidhibiti kuliteketeza katika ardhi. Leo katika sampuli ya aya hii anawaambia, nyie nyote wenye kumiliki watu, wenye kumiliki binadamu kama nyinyi, mukaona kama mnafuga ng'ombe, kama mnataka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama mnataka pepo ya Allah jalla jalaluhu, fakku raqabatin, acha huru mtumwa. Mwambie kuanzia leo wewe uko huru nda zako, mie si bwana wako tena. Wewe hukuuzaliwa, hukuumbwa uje uwe mtumwa, wewe ni binadamu huru. Mwambie nda zako kafanya mambo yako kwa uhuru wako, kama kweli wewe unataka kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au unataka kujilinda na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, fakku raqabatin, acha huru mtumwa. Inawezekana zikafika zama watu hawamiliki watumwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumalizia hapo, akasema au it'amin fi yawmin dhi masghaba, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kusimama kuwalisha chakula watu. Hawa watu si watumwa, wako huru, lakini kwa hali zao wanastahiki kuibuka watu waangalie. La yasaluna nnasa ilhafan, hawaombi watu kwa kujizuia, kwa sababu nyuso zimeumbwa na haya. Lakini ukiwatazama, taarifuhum bisimahum, utawatambua kwa alama zao, utawatambua kwa mavazi yao, utawatambua kwa tabasamu liliopo kwenye sura zao, hata kama ni siku za furaha. Ukiangalia sura zao unaona tabasamu hili si tabasamu la furaha. It'amun fi yawmin dhi masghabatin, kuwalisha watu chakula katika siku yenye njaa kali. Allah ameitafuta siku akaitaja siku yenye njaa kali. Lakini ndugu zangu, kuna baadhi ya watu katika sisi maisha yao yote ni siku zenye njaa kali. Hawajui kwamba leo kuna vita au hakuna vita, hawajui kwamba leo kuna raha au hakuna raha,
hawajui kwamba leo ni sikukuu au sio sikukuu. Siku zao zote kwa wao ni siku zinazosifiwa, siku zenye njaa kali. Na ni nani hao? Mwenyezi Mungu akaanza kututajia kwa mifano, tusije tukasema hatuwajui. Yatiman dha maqraba, mtu wa kwanza kabisa Allah anatuambia nendeni mukatafute mayatima. Enyi ndugu wa Kiislamu, katafuteni mayatima, watoto ambao wanakuwa katika maisha yao hawaoni sura ambayo wanaweza kuiita baba, watoto ambao wanakuwa katika maisha yao hawaoni ambaye wanakwenda kumwelezea shida zao, akawaonyesha kivuli kikubwa cha huruma. Maana mzazi mwenye uchungu na huruma na mtoto wake, anapomuona mtoto wake analitaka jambo na yeye kwa wakati ule hana uwezo wa kumtekelezea jambo lile, basi hufika kumimina chozi. Kajikaza sana mzazi huyu, kenda kumimina chozi pembeni chumbani huko, ili mtoto asimuone, kwa sababu mtoto hajui kwamba baba hana. Mtoto anajua siku zote baba yangu anacho. Hata ikipita ndege juu, ana uwezo wa kuambia wenziwe ndege ya baba ile, kwa sababu anajua baba yangu ana uwezo wa kuipata ile ndege ya baba ile. Kwa hivyo mtoto ana uwezo, ana nafasi ya kudai chochote kwa babake alichokiona kwa wenziwe nje huko. Baba, na mimi nataka hivi. Baba mwenye huruma na watoto wake, baba mwenye kujua hisia ya mtoto wakati anataka kitu, na wakati ule akawa hana uwezo kumtekelezea, huweza kumimina chozi mbele ya mwanawe akishindwa kujizuia. Na kama amejizuia, basi chozi linakwenda kummwagika ndani huko mbele ya mkewe, amwambie mke wangu, mtoto anataka hivi na mimi sasa hivi sina uwezo wa kumtekelezea mtoto huyu. Sasa hawa ni watoto ambao wanatuona sisi baba zao, angalau wanajidanganya mbele ya wenzi wao, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanipa baskeli kama hiyo, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanunulia viatu kama hivyo, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanipa hiki kama hiki. Watoto wetu wanatuona wanajisifu mbele ya wenzao na wanajipa moyo kwamba tunao baba zetu, lakini wapo watoto wa wenzetu ambao hawana wale ambao watawapa moyo na kuwafariji katika mioyo yao kwamba tunaye sisi wa kumwambia kitu kama hiki. Hawa ndio wanaoitwa mayatima. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kizingiti ni hiki: kama nyinyi ni waislamu wa kweli, kama nyinyi ni waumini wa kweli, yatiman dha maqrabatin, tafuta yatima mwenye ukaribu na wewe. Ikiwa ana ukaribu kwa nasaba, ni mtoto wa ndugu yako, ni mtoto wa nani yako, huyo ni yatima ambaye wewe unawajibika zaidi kumwangalia. Hufai kughafilika na yatima wa ndugu wa kakako, wa dadako, wa nani yako mwenye ukaribu huo. Au ukaribu unaweza ukawa ni ukaribu wa kidini tu, huyu ni mtoto wa Muislamu mwenzio. Au ukaribu unaweza ukawa ni ukaribu wa kijirani tu, huyu ni mtoto wa jirani yako. Ni yatima, yatiman dha maqraba, yatima mwenye ukaribu na wewe. Ni kizingiti hiki ndugu zangu wa Kiislamu Allah amekiweka. Na si kwamba yatima anahitaji pesa tu, ukajitoa wewe na mimi tukajitoa katika grupu la kwamba mimi sina uwezo wa kumsaidia kwa sababu mimi sina pesa. Hapana. Angalau anahitaji maliwazo na maneno mazuri, angalau anahitaji mtu wa kumshika kichwa tu akamuuliza hujambo. Hana baba wa kumshika kile kichwa chake akamuuliza hujambo, mzima na hivi na hivi. Huyo tu anahitaji yatima, maneno tu mazuri anahitaji, kuchekeshwa tu anahitaji. Lakini wamepuuzwa mayatima, hawaulizwi hali mayatima. Jambo la kulifahamu kila Muislamu, mtoto wako leo ndiyo yatima wa kesho. Hii kanuni iweke katika moyo, kama ambavyo mimi na wewe tunapuuza mayatima wa wenzetu leo, inawezekana kwa asilimia zote wakapuuzwa mayatima wetu kesho. Weka katika moyo wako, unapokuwa wewe katika kaburi, mimi rafiki yako ambaye tumeishi na wewe kwa muda mrefu, na muona mwanao, simuulizi kwa hili wala kwa lile, na mimi na wewe tulikuwa marafiki. Utajisikiaje wewe huko uliko ukiwa unaona hata huyu rafiki yangu, hata huyu nani yangu
kizazi changu anakidharau kwa namna kama hii, haulizi kuhusu kizazi changu, utajisikiaje wewe? Hivyo hivyo ndivyo wanavyohisi wenzetu ambao wameondoka, wameacha watoto, na sisi tunahisi kana kwamba hatuna jukumu la kusimamia watoto wale. Yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba, au maskini yoyote yule mwenye hali mbaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamaliza kusema katika aya hizi, thumma kana minal ladhina amanu, kisha limekuwa jambo hilo ni lenye kuthibiti kwa wale walioamini. Kana dhalika thabitan minal ladhina amanu, linakuwa hilo la kuwacha huru watumwa au kuwalisha mayatima au kuwalisha masikini. Mambo hayo si mambo yanayofanywa na watu wa kawaida. Kana minal ladhina amanu, hilo linapatikana kwa walioamini. Watawasau bisabri, na wakikutana wanahusiana kwenye jambo la subra. Kwa waliofikwa na misiba, wanaolea mayatima wajane, wanaambiwa fanyeni subra, inshallah tutakusaidizeni. Na wale ambao wao ndio sasa wako hai, wanaona watoto mayatima, wakikutana misikitini wanaamrizana na wao vile vile, tawasau bisabri. Jamani, huu ni mlango wa pepo huu. Ndio Mtume kasema, ana wakafilu liyatimi kahataini fil janna, mimi Mtume, mimi na mwenye kumlea yatima tutakuwa kama vidole hivi katika pepo. Hayo mambo lazima tuhusiane kuzisubirisha nafsi zetu katika jambo hilo. Ni jambo kubwa zito sana, hawezi shaitani kutuachia katika jambo kama hilo. Watawasau bisabri, wakahusiana kuwa na subra. Tushikamaneni na jambo hili, tuvumilieni. Lakini sio subra tu, watawasau bilmarhama, wakahusiana kwa kuwa na tabia za huruma. Hawa ni watoto, hawana wazee. Ndo sisi tuliobaki wanatutizama hawa wazee. Waliobakia ni wazee Waislamu wenzi wao tu, baba zao hawapo. Wangelikuwa kwa baba zao wangeweza kutafuta. Mambo mawili haya ni mambo ya kuhusiana, asabr wal marhama, katika masala ya kusimamia mayatima na wanyonge wasiojiweza. Mwenyezi Mungu anasema, waumini hao, ulaika ashabul maimana, hao ndio watu watakao kwenda kwenye upande wa kulia, na upande wa kulia huo maana yake ni upande wa peponi. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale watakaokuwa na sifa hiyo. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثانية، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. ndugu zangu wa Kiislam, waladuka alyawm yatimul ghadi, mtoto wako leo ndiye yatimul ghadi, yatima wa kesho. Wala usitie shaka juu ya hilo. Ukitaka Allah tabaraka wa taala akuhifadhie kizazi chako baada ya wewe kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka msingi, na msingi huu hatuwezi kukiuka alafu tukahitaji mafanikio. Ni wema wetu sisi hapa duniani kwanza. Anasema, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa, na waogope wale ambao lau kama wao wataondoka duniani wataacha nyuma yao vizazi dhaifu. Khafu alaihim,
wakawa na hofu juu yao, itakuwaje nikiondoka mimi duniani, mambo yatakwenda vipi, kizazi changu hiki ni kidogo, hawajui dunia inaendaje. Falyattaqullah, wazee wenyewe kwanza wamche Mungu. Ikiwa wanataka Allah tabaraka wa taala asimamie vizazi vyao baada ya wao kuondoka duniani, njia anaijua Muumba subhanahu wa ta'ala ya kumlea, ya kumsogeza karibu na watu. Yatima wako wewe, vipi itakuwa? Usiulize. Ikiwa wewe ulimcha Mungu, ondoka kwa salama na amani, muachie Mwenyezi Mungu jukumu hilo. Falyattaqullah, kwanza wao wenyewe wamche Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, na waseme maneno mazuri, maneno ya haki, maneno yaliyonyooka katika kuwaita watu kuja kwenye njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasitamke maneno ya batil. Hapo wamuachie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala atawalindia vizazi vao. Kisha Allah akatisha wale ambao watabakia duniani, kisha waone watoto wa wenzi wao walioondoka duniani wakawadhulumu. Baada ya Mwenyezi Mungu kuwaambia wazazi ambao wanahofia wakifa wataacha mayatima, anawaambia msiogope, mimi nitakulindieni. Na huko duniani wale watakaobakia wakawa hawaogopi kudhulumu mayatima, baada ya Mwenyezi Mungu kuchukua dhamana ya kuwalinda mayatima wa wacha Mungu walioondoka duniani kwa njia anayojua yeye. Mwenyezi Mungu akawatisha wababe na majeuri yanayoamua kudhulumu mayatima, akasema katika aya nambari 10 ya Suratun Nisa'i, innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulma, hakika wale ambao watakula mali za mayatima kwa dhulma, innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika si vinginevyo wanakula katika matumbo yao moto wa jahannam, wasayaslawna sa'ira, na wakifa watakwenda kuingia katika moto wa jahannam vile vile. Duniani jarjaru fi butunihim nara, walilazimisha na kusokomeza na kushindilia katika mioto yao, katika matumbo yao mioto ya jahannam, na baada ya kufa Allah tabaraka wa taala atawashindilia katika moto wa jahannam, kwa sababu Allah amekataa kabisa. Haiwezekani kupatikana sifa ya imani kwa mtu ambaye hajali mayatima. Wachana na huyu ambaye anajua hii ni mali ya yatima alafu akaila. Yule ambaye anamuona yatima kisha akamdharau, huyu Allah amekataa. Huwezi kuwa na imani wewe, haiwezekani. Faqala tabaraka wa taala, araaita alladhi yukadhibu biddin, hivi umemuona yule ambaye innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب النار. Ndugu zangu wa Kiislamu,
na kuhusiani kama ambavyo nastahiki kuihusia nafsi yangu dhaif katika jambo zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumwogopa Allah subhanahu maana yake ni kutafuta kila sababu ambayo itamlinda mwanadamu kufikwa na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana neno hili la uchamungu limeitwa kwa jina la at-taqwa. Taqwa inatokana na alwiqaya. Wiqaya maana yake ni kutafuta kinga, ni kutafuta ulinzi. Na mwanadamu akiambiwa ittaqillaha, mche Mungu wewe, maana yake anaambiwa tafuta kila sababu ambayo itakulinda, itakuondosha, itakuweka mbali kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana ucha Mungu. Na ndani yake hapo patakusanywa aina mbili za matendo. Utajilinda na adhabu za Allah kwa kufanya ulioamrishwa uyafanye, na utajilinda na adhabu za Allah kwa kuacha kila ambalo umekatazwa kulifanya. Walihadha katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittaqullaha waltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ndani ya aya moja Allah subhanahu wa ta'ala anarudia mara mbili juu ya jambo hili, na katikati yake anatuambia waltandur nafsum ma qaddamat lighad. Iangalie kila nafsi inatanguliza nini kwa ajili ya kesho. Haya unayoyatanguliza ndiyo imma yawe sababu ya kukulinda wewe kutokana na hizo adhabu za Allah, au ni sababu ya kukuteketeza wewe katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukielewana hapo, nitapenda leo katika khutba yetu hii, katika muda mfupi huu, tutajiane sababu miongoni mwa sababu ambazo kuzifanya kwetu itakuwa ni sababu ya kujilinda na hizo adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa asilimia kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema falaqtahama al-aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqabatin au it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman dha maqrabatin au miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhamah ulaika ashabul maimana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupima viwango vya iman, anatupima viwango vya uchamungu kwa kututamkia maneno mazito sana. Maneno haya yanapotamkwa na mwenye nguvu huwa yanabeba maana kubwa tofauti yanapotamkwa na mtu dhaifu. Mtu mwenye nguvu akikwambia kama wewe mwanamume kweli, beba mzigo huo, neno hili linakuwa ni zito tofauti na anapokuja mtu dhaifu akakwambia kama wewe mwanamume kweli, beba mzigo huo. Kwa sababu dhaifu kwa nguvu zake chache alizonazo anaweza akakiona kitu hicho ni kizito, kisha akakwambia wewe kama wewe mwanamume kweli, beba huo. Wewe ukinyanyua unakiona ni chepesi tu, kwa udhaifu wake alikiona ni kizito. Lakini maneno haya akikwambia yule ambaye anasifika kwa nguvu, kama wewe ni mwanamume kweli, nyanyua hilo, yeye lishamshinda. Sasa nakupima na wewe, kama wewe mwanamume, nyanyua hilo. Ukifahamu mfano huu kibinadamu, lete taswira kwenye maneno ya Allah subhana anaposema falaqtahamal aqaba. Hebu wajitokeze wanaume tuwaone wakikiuke kile kizingiti kizito cha kuwavusha watu kutoka katika adhabu kuwapeleka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kana kwamba tumepewa mtihani, mwanamume kweli avuke hapo kimewekwa kizingiti hivi.
wajaribu watu kuchupa washindwe, wajaribu kuchupa washindwe, kwa sababu ya uzito wa kile kizuizi. Maneno haya anayasema Allah kwamba hili jambo ni zito, amefikia kuliita kuwa al-aqaba, kikwazo cha kuwapeleka watu peponi, kikwazo cha kuzuia watu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kikwazo hicho ndugu zangu ni gani? Kizingiti hicho ndugu zangu ni nini? Wama adraka mal aqabatu. Mwenyezi Mungu anauliza, nini wewe kitakujulisha ni kipi hicho kizingiti kizito unachotakiwa kukivuka wewe, ili ukivuke ufanikiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi jambo la kwanza kabisa, fakku raqabatin. Kama kuna mtu anamiliki nafsi kama yeye, nafsi ya kibinadamu kama yeye, akafika kusema kuwa huyu ni mtumwa wangu, jambo hilo Mwenyezi Mungu alikuwa halipendi wala haliridhii, akaliwekea kila aina ya vidhibiti kuliteketeza katika ardhi. Leo katika sampuli ya aya hii anawaambia, nyie nyote wenye kumiliki watu, wenye kumiliki binadamu kama nyinyi, mukaona kama mnafuga ng'ombe, kama mnataka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama mnataka pepo ya Allah jalla jalaluhu, fakku raqabatin, acha huru mtumwa. Mwambie kuanzia leo wewe uko huru nda zako, mie si bwana wako tena. Wewe hukuuzaliwa, hukuumbwa uje uwe mtumwa, wewe ni binadamu huru. Mwambie nda zako, kafanya mambo yako kwa uhuru wako, kama kweli wewe unataka kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au unataka kujilinda na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, fakku raqabatin, acha huru mtumwa. Inawezekana zikafika zama watu hawamiliki watumwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumalizia hapo, akasema au it'amin fi yawmin dhi masghaba, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kusimama kuwalisha chakula watu. Hawa watu si watumwa, wako huru, lakini kwa hali zao wanastahiki kuibuka watu waangalie. La yasaluna an-nasa ilhafan, hawaombi watu kwa kujizuia, kwa sababu nyuso zimeumbwa na haya. Lakini ukiwatazama, taarifuhum bisimahum, utawatambua kwa alama zao, utawatambua kwa mavazi yao, utawatambua kwa tabasamu liliyopo kwenye sura zao, hata kama ni siku za furaha. Ukiangalia sura zao unaona tabasamu hili si tabasamu la furaha. It'amun fi yawmin dhi masghabatin, kuwalisha watu chakula katika siku yenye njaa kali. Allah ameitafuta siku akaitaja siku yenye njaa kali. Lakini ndugu zangu, kuna baadhi ya watu katika sisi maisha yao yote ni siku zenye njaa kali. Hawajui kwamba leo kuna vita au hakuna vita, hawajui kwamba leo kuna raha au hakuna raha, hawajui kwamba leo ni sikukuu au sio sikukuu. Siku zao zote kwa wao ni siku zinazosifiwa siku zenye njaa kali. Nani na nani hao? Mwenyezi Mungu akaanza kututajia kwa mifano, tusije tukasema hatuwajui. Yatiman dha maqraba, mtu wa kwanza kabisa Allah anatuambia, nendeni mukatafute mayatima. Enyi ndugu wa Kiislamu, katafuteni mayatima, watoto ambao wanakuwa katika maisha yao hawaoni sura ambayo wanaweza kuiita baba, watoto ambao wanakuwa katika maisha yao hawaoni ambaye wanakwenda kumwelezea shida zao, akawaonyesha kivuli kikubwa cha huruma. Maana mzazi mwenye uchungu na huruma na mtoto wake, anapomuona mtoto wake analitaka jambo na yeye kwa wakati ule hana uwezo wa kumtekelezea jambo lile, basi hufika kumimina chozi. Kajikaza sana mzazi huyu, kenda kumimina chozi pembeni chumbani huko, ili mtoto asimuone, kwa sababu mtoto hajui kwamba baba hana.
Mtoto anajua siku zote baba yangu anacho, hata ikipita ndege juu ana uwezo wa kuambia wenziwe ndege ya baba ile, kwa sababu anajua baba yangu ana uwezo wa kuipata ile ndege ya baba ile. Kwa hivyo mtoto ana uwezo, ana nafasi ya kudai chochote kwa babake alichokiona kwa wenziwe nje huko. Baba, na mimi nataka hivi. Baba mwenye huruma na watoto wake, baba mwenye kujua hisia ya mtoto wakati anataka kitu, na wakati ule akawa hana uwezo wa kumtekelezea, huweza kumimina chozi mbele ya mwanawe akishindwa kujizuia. Na kama amejizuia, basi chozi linakwenda kummwagika ndani huko mbele ya mkewe, amwambie mke wangu, mtoto anataka hivi na mimi sasa hivi sina uwezo wa kumtekelezea mtoto huyu. Sasa hawa ni watoto ambao wanatuona sisi baba zao, angalau wanajidanganya mbele ya wenzi wao, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanipa baskeli kama hiyo, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanunulia viatu kama hivyo, naenda kumwambia baba yangu na mimi atanipa hiki kama hiki. Watoto wetu wanatuona wanajisifu mbele ya wenzao na wanajipa moyo kwamba tunao baba zetu, lakini wapo watoto wa wenzetu ambao hawana wale ambao watawapa moyo na kuwafariji katika mioyo yao kwamba tunaye sisi wa kumwambia kitu kama hiki. Hawa ndio wanaoitwa mayatima. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kizingiti ni hiki: kama nyinyi ni waislamu wa kweli, kama nyinyi ni waumini wa kweli, yatiman dha maqrabatin, tafuta yatima mwenye ukaribu na wewe. Ikiwa ana ukaribu kwa nasaba, ni mtoto wa ndugu yako, ni mtoto wa nani yako, huyo ni yatima ambaye wewe unawajibika zaidi kumwangalia. Hufai kughafilika na yatima wa ndugu wa kakako, wa dadako, wa nani yako mwenye ukaribu huo. Au ukaribu unaweza ukawa ni ukaribu wa kidini tu, huyu ni mtoto wa Muislamu mwenzio. Au ukaribu unaweza ukawa ni ukaribu wa kijirani tu, huyu ni mtoto wa jirani yako, ni yatima. Yatiman dha maqraba, yatima mwenye ukaribu na wewe. Ni kizingiti hiki ndugu zangu wa Kiislamu Allah amekiweka. Na si kwamba yatima anahitaji pesa tu, ukajitoa wewe na mimi tukajitoa katika grupu la kwamba mimi sina uwezo wa kumsaidia kwa sababu mimi sina pesa. Hapana. Angalau anahitaji maliwazo na maneno mazuri, angalau anahitaji mtu wa kumshika kichwa tu akamuuliza hujambo. Hana baba wa kumshika kile kichwa chake akamuuliza hujambo, mzima na hivi na hivi. Huyo tu anahitaji yatima, maneno tu mazuri anahitaji, kuchekeshwa tu anahitaji. Lakini wamepuuzwa mayatima, hawaulizwi hali mayatima. Jambo la kulifahamu kila Muislamu, mtoto wako leo ndiyo yatima wa kesho. Hii kanuni iweke katika moyo, kama ambavyo mimi na wewe tunapuuza mayatima wa wenzetu leo, inawezekana kwa asilimia zote wakapuuzwa mayatima wetu kesho. Weka katika moyo wako, unapokuwa wewe katika kaburi, mimi rafiki yako ambaye tumeishi na wewe kwa muda mrefu, na muona mwanao, simuulizi kwa hili wala kwa lile, na mimi na wewe tulikuwa marafiki. Utajisikiaje wewe huko uliko ukiwa unaona hata huyu rafiki yangu, hata huyu nani yangu, kizazi changu anakidharau kwa namna kama hii, haulizi kuhusu kizazi changu? Utajisikiaje wewe? Hivyo hivyo ndivyo wanavyohisi wenzetu ambao wameondoka, wameacha watoto, na sisi tunahisi kana kwamba hatuna jukumu la kusimamia watoto wale. Yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba, au maskini yoyote yule mwenye hali mbaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamaliza kusema katika aya hizi, thumma kana minal ladhina amanu, kisha limekuwa jambo hilo ni lenye kuthibiti kwa wale walioamini. Kana dhalika thabitan minal ladhina amanu, linakuwa hilo la kuacha huru watumwa au kuwalisha mayatima au kuwalisha masikini. Mambo hayo si mambo yanayofanywa na watu wa kawaida. Kana minal ladhina amanu, hilo linapatikana kwa walioamini. Watawasau bisabri, na wakikutana wanahusiana kwenye jambo la subra,
Kwa waliofikwa na misiba, wanaolea mayatima wajane, wanaambiwa fanyeni subra, inshallah tutakusaidizeni. Na wale ambao wao ndio sasa wako hai, wanaona watoto mayatima, wakikutana misikitini wanaamrizana na wao vile vile, tawasau bisabri. Jamani, huu ni mlango wa pepo huu. Ndio Mtume kasema, ana wakafilu liyatimi kahataini fil janna, mimi Mtume, mimi na mwenye kumlea yatima tutakuwa kama vidole hivi katika pepo. Hayo mambo lazima tuhusiane kuzisubirisha nafsi zetu katika jambo hilo. Ni jambo kubwa zito sana, hawezi shetani kutuachia katika jambo kama hilo. Watawasau bisabri, wakahusiana kuwa na subra. Tushikamaneni na jambo hili, tuvumilieni. Lakini sio subra tu, watawasau bilmarhama, wakahusiana kwa kuwa na tabia za huruma. Hawa ni watoto, hawana wazee. Ndo sisi tuliobaki wanatutizama. Hawa wazee waliobakia ni wazee Waislamu wenzi wao tu, baba zao hawapo. Wangelikuwa kwa baba zao wangeweza kutafuta. Mambo mawili haya ni mambo ya kuhusiana, asabr wal marhama, katika masala ya kusimamia mayatima na wanyonge wasiojiweza. Mwenyezi Mungu anasema waumini hao, ulaika ashabul maimana, hao ndio watu watakaokwenda kwenye upande wa kulia, na upande wa kulia huo maana yake ni upande wa peponi. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale watakaokuwa na sifa hiyo. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawza al mustaghfirin wa ya najat at taibin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثانية، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. ndugu zangu wa Kiislam, waladuka alyawm yatimul ghadi, mtoto wako leo ndiye yatimul ghadi, yatima wa kesho. Wala usitie shaka juu ya hilo. Ukitaka Allah tabaraka wa taala akuhifadhie kizazi chako baada ya wewe kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka msingi, na msingi huu hatuwezi kuukiuka alafu tukahitaji mafanikio. Ni wema wetu sisi hapa duniani kwanza. Anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa, na waogope wale ambao lau kama wao wataondoka duniani wataacha nyuma yao vizazi dhaifu. Khafu alaihim, wakawa na hofu juu yao, itakuwaje nikiondoka mimi duniani, mambo yatakwenda vipi, kizazi changu hiki ni kidogo, hawajui dunia inaendaje. Falyattaqullah, wazee wenyewe kwanza wamche Mungu. Ikiwa wanataka Allah tabaraka wa taala asimamie vizazi vyao baada ya wao kuondoka duniani, njia anaijua Muumba Subhanahu wa Ta'ala ya kumlea, ya kumsogeza karibu na watu. Yatima wako wewe, vipi itakuwa? Usiulize. Ikiwa wewe ulimcha Mungu, ondoka kwa salama na amani, muachie Mwenyezi Mungu jukumu hilo. Falyattaqullah, kwanza wao wenyewe wamche Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, na waseme maneno mazuri, maneno ya haki, maneno yaliyonyooka katika kuwaita watu kuja kwenye njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasitamke maneno ya batil. Hapo
wamuachie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala atawalindia vizazi vao. Kisha Allah akatisha wale ambao watabakia duniani, kisha waone watoto wa wenzi wao walioondoka duniani wakawadhulumu. Baada ya Mwenyezi Mungu kuwaambia wazazi ambao wanahofia wakifa wataacha mayatima, anawaambia msiogope, mimi nitakulindieni. Na huko duniani wale watakaobakia wakawa hawaogopi kudhulumu mayatima, baada ya Mwenyezi Mungu kuchukua dhamana ya kuwalinda mayatima wa wacha Mungu walioondoka duniani kwa njia anayojua yeye. Mwenyezi Mungu akawatisha wababe na majeuri yanayoamua kudhulumu mayatima, akasema katika aya nambari 10 ya Suratun Nisa'i, innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulma, hakika wale ambao watakula mali za mayatima kwa dhulma, innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika si vinginevyo wanakula katika matumbo yao moto wa jahannam, wasayaslawna sa'ira, na wakifa watakwenda kuingia katika moto wa jahannam vile vile. Duniani jarjaru fi butunihim nara, walilazimisha na kusokomeza na kushindilia katika mioto yao, katika matumbo yao mioto ya jahannam, na baada ya kufa Allah tabaraka wa taala atawashindilia katika moto wa jahannam, kwa sababu Allah amekataa kabisa. Haiwezekani kupatikana sifa ya imani kwa mtu ambaye hajali mayatima. Wachana na huyu ambaye anajua hii ni mali ya yatima alafu akaila. Yule ambaye anamuona yatima kisha akamdharau, huyu Allah amekataa. Huwezi kuwa na imani wewe, haiwezekani. Faqala tabaraka wa taala, araaita alladhi yukadhibu biddin, hivi umemuona yule ambaye anakataa kabisa, hakubali wala haamini. Wewe piga kelele mpaka umalize, yeye atamuingia kulia, yatamtokea kushotoni. Haamini kwamba kuna siku inaitwa siku ya malipo, utakuja kulipwa kwa mazuri yako. Na miongoni mwa mazuri, Mtume kasema, ana wakafilu liyatimi kahataini fil janna, mimi na mwenye kumlea yatima, kumwangalia, tutakuwa hivi peponi. Mtume kafanya hivi. Sasa vipi watu hawako tayari kulikimbilia hili la kuwa hivi na Mtume hivi? Vipi hawako tayari? Ni kuonesha kwamba imani kwenye vifua imani hamna, imani ndogo sana. Ndipo Mwenyezi Mungu akakataa, araaita alladhi yukadhibu biddin, hivi umemuona yule ambaye anakadhibisha, anakataa kuwepo siku hiyo? Ndo haamini. Yatimana angelikuwa anaamini angefanya ili akawe na Mtume hivi. Sifa ya kwanza Allah aliyoitaja, fadhalika alladhi yad'u liyatim, huyu ni yule ambaye anasukuma yatima, anadharau yatima, hamjali yatima, anapishana na yatima, haulizi hali. Na mayatima ni mayatima wa ndugu yake, wakati mwingine mayatima ni mayatima wa marafiki yake, toka nitoke cheza pamoja, ile tusome pamoja darasani, classmate wangu amefariki, baada ya wiki mbili imeisha, na kwenye msiba alikwenda katandika mpunga wake vile vile, halafu mayatima wale wanakwenda. Fadhalika alladhi yad'u liyatim, Allah anakataa. Mimi na wewe kama tutakuwa na tabia hizi, mimi na wewe hatuamini kama kuna siku ya kiyama inakuja. Wala yahudhu ala ta'amil miskin, wala hahimizi juu ya kulisha maskini. Sio kwamba yeye halishi, maana wakati mwingine inawezekana ikawa mie na wewe hatuna senti mfukoni tukajitetea, basi hata kuhimiza huwezi. Ishu inayotajwa hapa, ewe ndugu Muislamu, sio kwamba wewe hujalisha, wewe hujahimiza. La yahudhu ala ta'amil miskin. Mwenyezi Mungu anasema kama tabia za watu ndio hizi, fawailun lilmusallin, ole wao wenye kuswali. Mnaswali nini? Na nyumba za mayatima zimo pembezoni mwenu, hamjali. Vituo vya mayatima vimo katika miji yenu, hamjali. Si kwa kuuliza, si kwa kuchangia, si kwa kushiriki, hamjali. Fawailun lilmusallin,
adhabu kali zitawapata wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao swala zao wanazipuuza, hawajali, hawajui malengo ya kuswali, hawajui malengo ya kuwekwa mkutaniko kama huu. Katika wiki watu wakutane. Nini maana ya kuwekwa mkutaniko kama huu? Nini maana kwa siku kukutana mara 5 msikitini? Maana yake nini? Kama hatujadili shida za wanyonge, shida za mayatima, shida za wajane, hatujadili maendeleo ya Waislamu hususan wanyonge ambao wako katika hali kama hizi, maana yake nini kuja msikitini kuswali swala ya jamaa? Maana yake nini? Ni bure tu. Ndugu zangu, haya mambo ni mazito na ni mambo makubwa sana. Kiufupi, mlango wa pepo uko wazi ndugu zangu mbele yetu, na bishara njema kwa yule ambaye anataka ukaribu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tafuta yatima umshughulikie, tafuta yatima umlee, hata kwa kuhimiza wenye uwezo wa kulea, wakumbushe kuhusu mayatima. Jukumu lako wewe utakuwa umelitekeleza na nafasi yako umeiweka vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuingie katika wale ambao wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na wanalisha chakula pamoja na kwamba wao wanakipenda, na bila shaka hapo itaingia wanawavalisha nguo, hata kama wao wanazitaka sana nguo zile, lakini wanazipeana. Miskinan, kwa masikini wasiojiweza, wa yatiman, na kwa mayatima wasiokuwa na walezi, wa asiran, na kwa wale ambao wameshikwa mateka katika zama huko zilizopita. Watu wanatakiwa wapeane, kisha wakisha kupeana kuwapatia wale mayatima, wasisubiri shukurani, wawaambie kwa kinywa kipana, innama nut'imukum liwajhi llahi, hakika sisi tunakulisheni enyi mayatima nyinyi, liwajhi llahi, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo yoyote wala shukurani yoyote. Hakika sisi tunachokitafuta, na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira, tunachokikimbia sisi kutoka kwa Mola wetu kwa haya tunayoyafanya ni kukimbia zile adhabu ya siku ya Kiyama, siku ambayo Allah ameiita abusan, siku nzito sana, siku ngumu sana, yenye vishindo vikali sana. Lakini wenye kulea mayatima na kushughulikia mayatima na kuhimizana juu ya mayatima watapita kwa wepesi insha Allah mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tumuombeni Allah subhanahu wa taala azitie nyoyo zetu huruma juu ya mayatima waliopo leo, ili Allah subhanahu wa taala atie huruma nyoyo za wale ambao watabakia duniani baada ya sisi kuondoka, juu ya mayatima wetu ambao tutawaacha sisi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.